za asubuhi. Yako mengi yaliyojiri kuanzia kitaifa hadi kimataifa. Chungu nimeona mkutano wa 80 wa Umoja wa Mataifa unaendelea. Ndio. Umekuwa ukitikisa kweli hotuba za viongozi wakuu wa dunia. Kumbuka hotuba iliyotikisa pia ni ya Donald Trump. Jana nikaona analalamika kwamba uwepo wake pale uligubikwa na hujuma 3 ikiwemo ile kuna picha moja inatembea mtandaoni ya yeye na mke wake kukwama kwenye ngazi. Yes. Lakini pia kuna ile ya teleprompter kusomea hotuba ile. Anadai kuna muda ilikuwa inachezewa, maneno hawezi kuyaona. Mara mic sijui ilipunguzwa, kuna muda anasema aligundua kwamba alikuwa asikiki sauti na walikuwa wakichukulia poa. Yote hayo ni mambo ambayo yanatokea kwenye ule mkutano. Lakini inatarajiwa pia hotuba ya Benjamin Netanyahu ambayo inasubiriwa kwa hamu. Mkutano huu unafanyika kati dunia ikiwa katika mijadala mizito mingi. Dunia inatazama mambo ya Ukraine na Urusi, mambo ya Palestina, namna Gaza kunavyoendelea kwa sasa. Kwa hiyo ni mkutano ambao kila mtu anatamani kusikia viongozi wanafikiria nini kuhusu dunia kwa sasa. Ni mkutano aina gani tunachokiona kinachoendelea? Tutarajia mengine mengi kupitia hotuba ya Netanyahu. Yes, kwanza leo Netanyahu atahutubia mkutano mkuu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ambayo kwa hotuba yake itafanyika leo saa 10 kwa saa za Afrika Mashariki. Saa 10 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Ni hotuba ambayo inasubiriwa kwa hamu na watu wengi, kwa sababu ukifanya tathmini tangu mkutano huu ulivyoanza, leo ni siku ya 5, ni kwamba viongozi wengi wameendelea kuitambua taifa la Palestina. Lakini vile viongozi wengi wameendelea kukashifu namna ambavyo ule ambao unaitwa ukandamizaji wa watu wa Gaza katika eneo la Palestina. Kwa hiyo viongozi wengi ambao wamezungumza kwenye mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa wamezungumza na wameweza kuitambua taifa la Palestina. Paka kabla ya juzi ya kuitambua Ufaransa, Uingereza, Canada na Australia, Palestina ilikuwa inatambuliwa na mataifa 147 duniani katika mataifa 153 ambayo yanaundwa kwenye baraza la Umoja wa Mataifa. Lakini kwa hali jinsi ilivyo, tutegemea vile vile mataifa zaidi ya 160 itaendelea kuitambua taifa la Palestina. Lakini katika vitu ambavyo ukitazama vimefurahisha kwenye mkutano Mtei, ni hotuba ya Mahmoud Abbas, ambayo huyu ni kiongozi wa mamlaka ya Palestina, ambaye yeye alizuiliwa na Wamarekani kwa sababu ya kukosa visa kwenda kuhutubia na kwenda kuhudhuria kwenye mkutano. Kwa jana ameweza kuhutubia kwa njia ya video na wakawa wanamsikiliza pale viongozi mbalimbali. Kwa amezungumza masuala ya two state solution, kutazama mataifa mawili katika eneo moja. Lakini vile kwa nchi zetu za Kiafrika, Waafrika wengi wameendelea kuiunga mkono nchi ya Palestina na kuendelea kuitambua. Nchi ambazo zimebaki Afrika ambazo hazijaitambua Palestina ni nchi 2, Cameroon na Eritrea. Lakini hotuba vile vile ambayo imepewa nafasi kubwa na naona inajadiliwa kwa duniani kwa viongozi wa Afrika ni hotuba ya Rais wa Kenya William Ruto, ambaye yeye aizungumza hotuba kali sana ya kuitaka Afrika na kuitaka dunia iweze kuipa Afrika viti viwili kwenye Security Council, kwa kwamba kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ambacho tunafahamu kwamba ndio chombo cha juu cha maamuzi ya kiulimwengu. Kwa kana jenga hoja kwamba kwa nini Afrika sisi masuala ya usalama yanatuhusu, masuala ya vita, masuala ya kisiasa, lakini zinapopangwa agenda na kujadiliwa sisi hatuna turufu kwenye Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Kwa yeye akazungumza hoja ya kuhitaji reform, mabadiliko ya kimfumo, mabadiliko ya kiutendaji. Akajenga hoja kabisa kwamba Umoja wa Mataifa ulivyoanzishwa ulikuwa umeanzishwa kipindi cha vita baridi baada ya vita ya pili dunia. Kwa tunahitaji tuje na chombo kingine ambacho itakuwa kinahusisha bara la Kiafrika. Sasa hoja msingi ni kwamba ni nchi gani ambazo zinaweza kuiwakilisha Afrika, kwa sababu hii nafasi kila nchi itaitaka na kila nchi ina historia yake. Wengine wajenga hoja kwamba basi tuwe na kiti kama AU, kama mwamvuli wetu wa Africa Union, kwa kwamba umoja wa Kiafrika. Wengine wamezipa hizo nchi mbalimbali ambazo kimsingi kitazama zimekuwa zina historia. Kwa hiyo masuala ya vita, masuala ya uhamiaji, masuala ya Palestina, kuitambua Palestina kwa kweli imekuwa ni hoja ya msingi. Lakini leo Netanyahu kutazama, mwaka jana Netanyahu unajua walimsusia kipindi hanahutubia. Yeye alipokuwa anaingia na kuanza hotuba yake, viongozi wa kidunia wakatoka nje kama kufanya boycott, kumsusia. Sasa leo saa 10 kutazama, je, wanaweza wakarudia historia ya mwaka jana ya kususia na kuondoka? Kwa sababu watu wengi kutazama hawaamini kwa wale mauaji
na kuweza kutumia njaa kama silaha ya kuweza kuwaadabisha watu wa Gaza. Kwa hotuba yake leo ukiitazama, na anasema wazi mwenyewe kwamba kipindi anaondoka kule Israeli akasema kwamba anaenda kuwaambia ukweli viongozi wa kidunia, na baada hapo ataenda kukutana na Rais Trump, na utakuwa mkutano wake wa 4 tangu Trump ameweza kuingia madarakani. Kwa kimsingi ni kwamba ni mkutano ambao kwa kweli umechukua nafasi kubwa sana. Sisi Tanzania tumekuwa tukiwakilishwa na Mheshimiwa Makamu wa Rais Filipo Mpango. Na mzuri wa huu mkutano Mtei, viongozi wanapata nafasi kwa diplomasia kwa kile kitu tunaita side meeting. Yani kando ya mkutano inafanyika mikutano mingine ya kimkakati, ya kiusalama, ya kiusalama, ya kiuchumi. Kwa hiyo ni fursa kwa viongozi wa kidunia kuzungumza diplomasia ya kiuchumi. Na tumeona kwa mfano Mheshimiwa Mpango akiwa na viongozi mbalimbali kuzungumza namna gani Tanzania itanufaika na masuala mbalimbali ya kiuchumi. Kwa kimsingi ni kwamba leo Netanyahu atahutubia, na tunategemea vile vile atatoa hotuba kali sana, kwa sababu yeye haamini juu ya uwepo wa Palestina, haamini kuna two state solution, lakini vile viongozi wengi wameendelea kuitambua pale Palestina. Na rais wa Brazil Lula da Silva amemwambia Trump kwamba nyie Marekani msijifike kwamba nyie ndo mna turufu ya dunia. Ni kweli mna uchumi mkubwa, mna jeshi lenye nguvu, lakini muhakikishe kwamba dunia inakuwa mahali salama zaidi pa kuishi. Kwa hiyo ukitazama umekuwa ni mkutano wa viongozi wa kidunia kutoa malalamiko na kutoa hotuba kali dhidi ya mustakabali wa ulimwengu. Wasiwasi kwa dakika moja, wasiwasi wa Donald Trump kwenye malalamiko yake, ukisikiliza taarifa za waandaji wa mkutano wanaonyesha kwamba ni changamoto za kawaida. Kwa mfano ya ngazi, wanasema ni mpiga picha wake wakati wa kupandisha alibonyeza sehemu bahati mbaya, ngazi ikazima. Kwa hiyo sio issue ya hujuma kama anavyofikiria. Kwa nini ameenda kwenye kufikiri hujuma? Ana wasiwasi na nini? Trump ni kiongozi ambaye anapenda personality. Anapenda kuongelewa. Trump ni kiongozi ambaye kiwasifu anapenda sifa. Na zote tufahamu kwamba huyu alikuwa ni TV personality kabla ya kuwa mwanasiasa, lakini vile alikuwa ni mfanyabiashara. Kwa ni mtu ambaye anajua sana kutumia media ili kuweza kutekeleza agenda na kuweza kupandisha hadhi yake. Ukiangalia katika hiyo hoja ambayo ametoa, lakini katika hotuba nzima ameendelea kujisifia kwamba yeye ni kiongozi ambaye amefanya mambo makubwa duniani, ametoa mizozo mikubwa duniani. Kwa hiyo hicho anachokisema ni katika kuchagiza kutazama namna yake ya kuendelea kufanya manipulation, yani kuwaadaa watu na kuenda kujenga hadhi yake ya kisiasa. Ni mtu ambaye kitabia anapenda sana kujenga katika hali ya juu. Kwa hiyo hicho ambacho anachokisema of course kilitokea kidogo, lakini katika ule mkutano ukitazama tulikuwa tunasubiria kwa kiongozi kama yeye azungumze swala kwa mfano la Palestina, ya Ukraine, masuala kwa mfano migration. Kwa hiyo alichokisema ni kweli kimeizua mijadala mikubwa, lakini bado watu wengi nimetazama wamemkosoa. Amejaribu kujisifia yeye zaidi kuliko kuangalia namna gani dunia masuala ambayo dunia inakuwa mahali zaidi salama pa kuishi. Haya bana, hayo ni machache yanayojiri kimataifa huko, na najua baada ya hotuba ya Netanyahu pia tutakuwa kuna mambo mengi ya kujadili ndani ya hotuba yake, kwa sababu amekuwa na operation yake ambayo ameisisitiza kweli ya kufuta kabisa Gaza. Za watu kama watamsikiliza leo anaweza pia akafafanua anataka kufanya nini na mengine mengi ambayo amejiri. Magazetini yameandikwa mengi pia.